Habari za jioni mtazamaji wa SQF TV, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika taarifa ya habari leo, ikiwa ni Oktoba 1, 2025. Kwa nami Pendo Gutton ambaye nakusomea taarifa za habari kupitia studio zetu zilizopo hapa AICC jijini Arusha. Askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, Jude Ruwachi, amesema kanisa hilo halina mpango wowote wa kukabiliana na serikali. Ameeleza hayo leo Oktoba 1 katika misa ya jubilei ya miaka 50 na 25 kwa mapadri wanaofanya utume Jimbo Kuu la Dar es Salaam, kwa lengo la kuweka uelewa sahihi katika jamii ili ifuate misimamo sahihi kutokana na uwepo wa taarifa tofauti. Wale mnaotumia vilongalonga, wale mnaopita kwenye mitandao, mtafahamu kwamba kuna jambo ambalo kwa siku hizi limekuwa likisambaa katika mitandao. Ni tangazo lililotolewa kuhusu semina ya walei. Naomba nitamke awali ya yote kwamba tangazo hilo halikutolewa na ofisi yangu. Kwa hiyo sio tangazo linalobeba sahihi yangu au lililotangazwa kupitia kwa chancellor au katibu mkuu. Hilo liwafanye mtambue kwamba sio tangazo rasmi. Jambo la pili, jambo lililotangazwa kwamba litafanyika tarehe 29 mwezi wa 10 katika kalenda yetu ya jimbo limepangwa kufanyika tarehe 29 mwezi wa 11. Narudia tena, tarehe 29 mwezi wa 11. Kwa hiyo wale wanaohangaika wakidhani kwamba Kanisa Katoliki linataka kushindana, kulumbana au kushikana mieleka na serikali, wajambue kwamba sisi hatuna mpango huo. Kwa hiyo tamko hili langu liwasaidie muwe na uelewa sahihi, mfuate msimamo sahihi. Pia mnapoona matangazo yametolewa kwenye vyombo vya habari, yachunguzeni vizuri kabla hamjaanza kuhaha. Manake siku hizi kumekuwa na kuhaha kwingi, na huko ni kutokana na kutokuwa makini, kutokana na kutochambua na kubainisha uhalisia wa jambo linalotangazwa. Nawatakieni siku njema na maadhimisho mema. Jeshi la polisi mkoa wa Mwanza linawashikilia viongozi 5 wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa tuhuma za kupanga njama na kuratibu matukio ya kuchana mabango ya wagombea wa CCM. Kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza, naibu kamishna Wilbrod Mutafungwa, amewataja viongozi hao ambao wamekamatwa mnamo Septemba 30, 2025. Siku ya tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka huu, jeshi la polisi katika mkoa wa Mwanza liliwakamata na hadi sasa linaendelea kuwahoji viongozi 5 wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ngazi ya wilaya kwa tuhuma za kuharibu mabango ya wagombea wa Chama cha Mapinduzi kwa nafasi ya urais, ubunge na udiwani ambayo yamewekwa sehemu mbalimbali za jiji la Mwanza. Majina ya viongozi hao wanaoshikiliwa, majina yao ni kama ifuatavyo. Kwanza anaitwa Charles Marwa Chinchibela. Huyu ana umri wa miaka 50. Huyu ni mwenyekiti wa Chadema wilaya ya Magana na mkazi wa mtaa wa Temeke. Wa pili ni Marco Mutabuzi Christian, ana umri wa miaka 30, mwenyekiti wa Bavicha wilaya ya Magana na mkazi wa Kwimba kata ya Igogo. Wa tatu ni Enoch Sanganya Mpaka, umri wake ni miaka 55, ni mwenyekiti wa Chadema kata ya Igogo na mkazi wa kata ya Jiu.
Wanne ni Salum Seif Baba, miaka 33, katibu Chadema kata ya Mabatini na mkazi wa Mabatini. Watano ni Dionis Edward Leons, miaka 33, mwenyekiti wa Chadema kata ya Igogo na mkazi wa huko Igogo. Watuhumiwa hawa wote wamekamatwa siku ya tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka huu 2025 majira ya saa 8 mchana kwenye kamatiwa maeneo tofauti, ambapo wanaendelea kuhojiwa kutokana na kuratibu mipango ya kuchana mabango ya wagombea wa CCM kwa ngazi ya diwani, ubunge na mgombea wa urais. Bila shaka mmeona vyama mbalimbali vimeweka mabango yao kule barabarani, mabango yanayonadi wagombea kwenye nafasi mbalimbali za uongozi. Sasa yale mabango kwa mujibu wa sheria yakiwekwa kule ni kosa kuyabandua au kuyafanyia hujuma ya aina yoyote. Kwa hiyo wanashikiliwa na wanaendelea kuhojiwa kwa tuhuma hizo. Hawa watuhumiwa wamekamatwa na uchunguzi unaendelea kufanywa na jeshi la polisi, na kama jinsi ambavyo wameshikiliwa, wana swala la dhamana. Nimekuwa nikiulizwa na swala la dhamana. Dhamana ni haki ya watuhumiwa, na kama kuna watu wanaomba dhamana, basi tunawaelekeza wafike kwenye ofisi ya mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai ya mkoa, ambayo inaendelea kufanya upelelezi. Kama wanastahili na wana haki ya kupata dhamana kwa sababu ni haki yao, basi utaratibu wa kisheria utafuatwa, lakini uchunguzi wa jambo hilo ungali unaendelea. Serikali imeanza ujenzi wa soko la kisasa la wafanyabiashara wadogo litakalowasaidia kuongeza kiwango cha usalama wa bidhaa kwa watumiaji na wauzaji, ikiwa ni pamoja na kuongeza kiwango cha bidhaa mbalimbali zitakazopatikana eneo moja kwa mwaka mzima. Mradi wa ujenzi wa soko hilo ni miongoni mwa miradi ya maendeleo inayotekelezwa na halmashauri ya wilaya Kalambo kupitia fedha za maendeleo kutoka serikali kuu, ambapo ikikamilika itahudumia wakazi wapatao 826 kutoka katika kata ya Matai na na vijiji 8. Mabalozi mlioko hapa, ukitoka asubuhi hakikisha kwenye nyumba zako watu wote wametoka kupiga kura. Wakuu wa maeneo mbalimbali, hakikisheni watu wenu wamekwenda kupiga kura. Tukipiga kura kwa wingi, tukinyanyua CCM kwa wingi, wale wanaoitazama Tanzania kwa jicho jengine wataweka heshima sawa sawa. Wataweka heshima sawa sawa. La pili nalotaka kuambia ndugu zangu, msikubali kushawishiwa. Msikubali kushawishiwa tukaharibu amani ya Tanzania, amani ya nchi yetu. Msikubali hata kidogo. Wanaoshawishi wanapopa kwenda, nataka kuambia ukitokea jambo kidogo, tunawarudisha airport, passport zao mkononi, zina visa tayari, wanaondoka. Familia zao haziko hapa, wapo wao kuja kufanya fujo, kukikorogeka wakimbie wakaungane na familia. Sisi tunakwenda wapi? Ni hapa hapa Tanzania. Na ndio maana wakisha koroga, wakikimbia, tunawarudisha. Kama mmekikoroga kiripuke, wote tuko hapa hapa ndani. Sio mripue alafu muondoke, hapana, hiyo sio. Kwani waombe vijana wangu, watoto wangu, vijana wa Tanzania, msikubali hata kidogo, msikubali. Tokeni, kapigeni kura, rudi nyumbani, subiri matokeo. Ninawahakikishia usalama. Vyombo vya ulinzi vimejipanga vyema, kutakuwa salama. Lakini na nyinyi wananchi mutunze ule usalama. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, nawashukuru tena. Wana Hai na wanasia, nawashukuru tena. Na naomba mtuombee tumalize safari hii vyema,
ili tarehe 29 tutiki, alafu tuone mengine yanayoendelea mbele ya safari. CCM oye! Kilimanjaro oye! Siha na Hai oye! Oktoba tarehe 29 tunatiki, tunatiki, tunatiki na tunatikisa, si ndio? Tunaenda kutiki kwa rais, tunatiki kwa wabunge, tunatiki kwa madiwani kwa kishindo na tunatikisa. Hai na Siha oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Daktari Samia Suluhu Hassan amewataka Watanzania kujitokeza kwa wingi kupiga kura, huku akisisitiza umuhimu wa kulinda amani ya taifa. Akizungumza leo Jumatano Oktoba 1 katika mkutano wa kampeni uliofanyika Bomang'ombe, wilaya ya Hai, mkoani Kilimanjaro, Daktari Samia alisema kura nyingi ndizo zitakazoinua heshima ya Tanzania mbele ya mataifa mengine. Ikasema ipo haja ya kutenga maeneo maalum kwa ajili ya kuwaweka wajasiriamali wetu wadogo wadogo ambao tutakuwa tuna uhakika wa kwenda kupata bidhaa mbalimbali ili kila mmoja aweze kunufaika na bidhaa hizo. Eneo hili ambalo tupo ni eneo ambalo limejengwa soko la kisasa na lenye ubora kwa wafanya biashara. Naomba tujipigie makofi mengi sana. Ni imani yangu kwamba kila mjasiriamali na mfanya biashara ambaye ataweza kuja kutoa huduma ndani ya soko hili wakati litakapokuwa limemalizika, kwa kweli ataendelea kujionea manufaa ya serikali hii ya awamu ya 6. Na ndiyo maana tunaposema rais wetu Daktari Samia anaendelea kuwajali wananchi wa ngazi mbalimbali, kwa kweli huwa tunamaanisha maneno hayo. Na ndiyo maana mkuu wa mkoa hapa yupo, mkuu wa wilaya yupo, kamati ya usalama na viongozi wengine wote wapo katika eneo hili tukiwa na mwenge wa uhuru. Ni kwa sababu ya mahala ambapo tunakuja kuweka matumaini, ni mahala ambapo tutaweka upendo, na ni mahala ambapo tutaweka heshima baina ya wananchi na serikali yao ya wilaya. Ombi langu kwa wajasiriamali na wafanya biashara, tuendelee kuunga mkono jitihada za serikali, na kama kuna wafanya biashara ambao bado hawajenda kujisajili ndani ya halmashauri, kwa kweli wakati na muda ndio huu wa kwenda kufanya hivyo, kwa sababu litakapomalizika soko hili tunahitaji kuwaweka wafanyabiashara wengi ili waweze kuuza bidhaa zao katika eneo hili. Tunataka kuondokana na uuzaji wa biashara katika maeneo ya barabara kwa maana ya chini, pamoja na maeneo mengine ambayo yatakuwa sio rasmi. Lakini maeneo haya tunatenga ni kwa sababu ya kuwajali wafanyabiashara wetu. Ni imani yangu kila mjasiriamali, mfanya biashara aliyepo ndani ya wilaya hii, kwa kweli ataendelea kuona maono makubwa ambayo serikali inaendelea kuyapatia. Serikali tayari imeshatoa fedha nyingi. Mkurugenzi ameshatuambia pale zaidi ya wananchi 100 na kuendelea wataweza kuja kutoa huduma katika soko letu hili. Ni imani yangu kila mmoja wetu ataendelea kuunga mkono kwa maono Jeshi la polisi mkuu wa Shinyanga linamsaka mtu mmoja, mwanamke anayefahamika kwa jina la Christina Kishiwa, mwenye umri wa miaka 30 hadi 40 kwa tuhuma za kumshambulia mtoto mdogo aitwaye Sofia Ndoni mwenye umri wa miaka 3 kwa kipande cha bomba la maji na kumsababishia kifo na kisha kukimbia na kujificha pasipojulikana. Mama mwenye nyumba kwa kweli anapiga, sio kupiga, ana naharibu maana, na alafu na istosha anapiga watoto ambao sio wake. Akisimama hapo akikuta mnapiga sori, mtoto akisema pembeni kipigo, akifanyaje kipigo, akifanya akichezea mchanga fimbo. Yani yeye kila kitu ilikuwa ni kupiga, ni kupiga, ni kupiga. Kwa kweli kwa upande wangu hata mimi mwenyewe sishindagi hapa, lakini kwa siku ambazo nakuta nipo hapa, kwa kweli nilikuwa naumia sana. Swala la kugundua ile mtoto kwamba amefariki aligundua mama huyu, mama Kennedy mwenyewe. Kwa sababu ile mtoto wakati tunamuingiza ndani alikuwa bado hajafariki. Ila mama Kennedy alipofika, kwanza alipofika akaanza kuongea kwa lugha, kwa sababu ni mlokole, si ni Mroma, siwezi fahamu. Akawa anamtaja sana Yesu kwa wingi. Lakini ndo alienda kumbeba ule mtoto na akampaka mafuta, akamvisha nguo ili ampeleke hospitalini. Majira saa 3:15 ya usiku nilipigwa simu na mwananchi mmoja msamaria mwema katika eneo hili, kwa maana ya jirani na nyumba hizi, kwamba kuna tukio kidogo linawatatanisha, kuna kifo cha mtoto kimetokea. Huku mwenye nyumba, kwa maana mama mwenye nyumba akiwa ametokomea, maana aliondoka katika mazingira ambayo
yalikuwa yakiutata, hawakuelewa majirani yameenda wapi, ametokaje. Kwa jana tulipokea mwili wa marehemu anaitwa Sofia Nduni ambaye ni wa kike akiwa na miaka 4, ambao uliletwa pale mapokezi ukiwa ameshafariki. Kwa uchunguzi wa awali wa postmortem unaonyesha kwamba mwili wa marehemu ulikuwa na majeruhi mbalimbali kuanzia kichwani, kifuani, tumboni. Aliuawa baada ya kushambuliwa kwa kupigwa na fimbo na bomba la mpira la maji maeneo mbalimbali ya mwili wake na mwanamama ambaye kwa jina amejulikana kwa jina la Christina Kishiwa, ambaye ni bibi wa huyu mtoto, kwamba mama yake na huyu mtoto ni ndugu na huyu mama aliyefanya kitendo hiki cha kikatili sana. Ametoroka, lakini hatukubali sisi la polisi. Tunapita chini kwa chini, ugumu kwa ugumu, tunaendelea kumtafuta. Mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa habari. Sina la ziada katika siku ya leo ya Oktoba 1, 2025. Nizidi kukukumbusha kambi yetu matibabu inaelekea pale katika hospitali ya Manispaa Kahama, upasuaji wa mdomo wazi ambao utafanyika bure kabisa kuanzia Oktoba 6 mpaka Oktoba 10. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuona matangazo haya, nilikuwa na Mipendo Gorton, na kutakia jioni iliyokuwa njema. Bye kwa sasa.